Karibuni kwenye kipindi hiki ambacho kitakuwa ni cha aina yake leo, kwa sababu kuambia kwamba nimesha rekodi mara 2 lakini mambo hayaendi na nashangaa kwa nini. Huwa haiwi kawaida. Anyway, tufanye sala hapa mwanzoni na kisha tuendelee. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, tunakushukuru sana kwa kuwa unatupenda, tunakushukuru sana kwa kuwa unatuhurumia. Asante Mungu kwamba pamoja na yote ambayo tunatenda, unapenda kuongea nasi kila wakati ikiwa sisi tuna nafasi. Tusaidie basi hata muda huu tunapokuwa mbele zako, tusikie kile unachoongea nasi. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa nafasi ya kutulia na kuangalia programu hii. Baba, useme naye kwa pekee na umpe kile ambacho moyo wake unakihitaji, as long as kiko katika mapenzi yako. Asante Mungu kwa kuwa wewe umwema, na asante kwamba utasema nasi kupendezavyo, kwa Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, leo ni Ijumaa Kuu. Mara kadhaa na miaka ya huko nyuma nimekuwa nikijikita sana kuangalia maana ya Ijumaa Kuu katika lugha tofauti tofauti na kwa nini waite hivyo. Lakini pia nimekuwa nikielezea habari ya maana ya kifo cha Yesu kwa zile maana. Lakini nafikiri sasa ni wakati mwingine wa kuliangalia jambo hili kwa namna ya tofauti. Siku ya leo nimevuviwa kuzungumza nawe juu ya matukio ambayo yalitokea kwenye siku hii. Na kama nimeona sawasawa, kuna matukio 3 ya ajabu ambayo yalitokea. Lakini kabla ya hapo nikuulize, hivi ungeambiwa upelekwe hadi mwaka ule ambao Yesu alisulubiwa, uwe ulishuhudia au hukushuhudia, lakini umesikia ile Ijumaa mambo yalivyotokea, na ukaamkia siku ya Jumamosi ukaambiwa uelezee matukio 3 yaliyokushangaza jana yake, yani Ijumaa ambayo sisi tunaita Ijumaa Kuu. Hivi ungeelezea tukio gani? Ni habari za mwana wa Mungu kutundikwa kwenye mti? Na nikwambie kwamba watu wengi kwa wakati ule walikuwa bado hawajui kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Na ninadhani kama Wayahudi na Warumi wangelijua hili, wasingethubutu. Ingawa historia inaeleza kwamba Warumi walikuwa ni watu wa ajabu. Maana pamoja na kuona mtume Yohana amesurvive kwenye mafuta yaliyokuwa yanachemka, maana walikuwa wanatafuta namna ya kumuua, na wakasema ili iwe fundisho kwa Wakristo wengine wasiendelee kusumbua, lazima huyu tunampika kwenye mafuta yaliyochemka. Wakamtumbukiza pale. Halafu badala ya kuungua, mzee ni kama alikuwa refreshed kwenye yale mafuta. Anaandika Irenaeus habari hizi pamoja na Jerome, miongoni mwa mababa wa kuaminiwa wa kipindi hicho. Unajua hawakumwacha. Badala yake waliona kwamba ili wasipoteze umaarufu wa dini yao kwa hao wa Kristo, waliamua kumsoteka huko kwenye kisiwa cha Patmo. Ukibahatika kwenda kwenye kisiwa hicho, naambiwa ni mbali. Iwe ni kutoka Korinto au kutoka Athens, ni mbali. Kwa hiyo pamoja na hayo walimpeleka huko. Kwa hiyo wasingejali kama ni mwana wa Mungu au namna gani, hata kama wangejua. Lakini matukio gani ya kushangaza umewahi kusikia au umewahi kuona? Kuna usemi mmoja unasema, hata kama giza lingekuwa nene kiasi gani, kutakucha tu. Umewahi kusikia usemi? Hata kama giza lingekuwa nene kiasi gani, kutakucha tu. Kuna misemo mingine tunahitaji kujiuliza tena na tena, lakini kuna mingine ina uhalisia wa kutosha
Na vipi kama inatokea katikati ya mchana na jua linawaka, ghafla giza linatokea, tena giza totororo kiasi kwamba aliyeko umbali wa mita 1 kutoka kwako humuoni. Na giza la namna hiyo halisikii mwanga wala tochi, maana sio giza la kawaida. Sasa kwenye Ijumaa Kuu, moja ya matukio yaliyoshangaza na yaliyotokea ilikuwa ni habari ya giza kutokea. Na nitaelezea matukio matatu. Moja ni giza nene, 2 ni pazia kupasuka tena kutoka juu kushuka chini, na 3 ni ile habari ya makaburi ya watakatifu kufunuka, na halafu miili ya wale waliokuwa wamezikwa kwenye ile makaburi kutoka. Sasa tuanze na giza. Tunaambiwa kwamba giza la namna hiyo linapotokea, nasema kwamba kama ni giza nene ambalo halisikii hata tochi, halisikii mwanga wa aina yoyote, omba usiwe kwenye mwendo wa aina yoyote, iwe kuogelea, kutembea au unaendesha gari. Na kingine, omba usiwe unafanywa upasuaji hospitalini. Ndugu yangu, ndio itakuwa mwisho wako. Sasa giza la namna hii lilitokea Yesu anapokufa. Lilikuwa ni giza la aina gani hili? Maana tunaambiwa kulikuwa na giza nene kwa masaa 3. Ukisoma Mathayo sura ya 27 mstari 45. Na halafu na Marko sura ya 15 mstari 33. Naongeza pia Luka 23 mstari 44 na 45. Ukishasoma hiyo mistari, linganisha na Kutoka sura ya 10 mstari wa 22. Kitabu cha Kutoka 10:22. Giza lile lilikuwa limetoka wapi? Na lilikuwa linatafuta nini? Au lilikuwa linaleta ujumbe gani? Kwa wale ambao tumeshakutana darasani na tutaendelea kukutana, huwa tunakuwa na muda wa kujadiliana na hivi. Na nimewaambia mara kadhaa kwamba Mungu husema na watu wake kwa namna nyingi. Miongoni mwa hizo ni anatumia neno lake ambalo lipo kwenye vitabu, Biblia, tunasoma, ni Mungu anazungumza nasi. Lakini njia nyingine unaweza kusikia sauti, kama vile ambavyo wale wenzetu walisikia Yesu alipokuwa anabatizwa, au Petro na Yohana na Yakobo walipokuwa kule mlimani, Yesu anapogeuka sura. Lakini Mungu anasema nasi kwa kutuma wajumbe, iwe ni malaika au watu fulani wametumwa, kamwambieni mtu fulani. Kama ambavyo siku moja mimi nimeambiwa na mtu mmoja, nimeambiwa nikwambie 1 2 3. Au kuna wakati kwa mfano wale wenzetu wa kipindi cha Yesu walimsikia akisema live kupitia Yesu Kristo kwamba Yesu alikuwa mwana wa Mungu, mfano wa Mungu. Mungu anazungumza nao katikati yao. Walimuona akiongea kupitia mwanae, yani Yesu Kristo. Na halafu kuna ndoto. Unaona kabisa kwamba hapa ni Mungu anasema nami. Kama vile wale mamajusi wanapoonywa katika ndoto, msimrudie tena Farao. Yani kwenye ndoto inakuja live kabisa, unajua kabisa kwamba huyu ni Bwana anasema nami. Na kuna njia nyingine ni matukio, bila kujali ni tukio zuri au baya. Usifurahie tu kuona tukio. Kwenye kila tukio kuna ujumbe Mungu anauleta. Fuatilia vizuri. Sasa hapa kuna tukio ambalo hata sayansi inashindwa kutoa majibu. Maana kupatwa kwa jua tunaambiwa kwamba hakutokeagi kipindi hicho cha baridi. Sasa katika Agano la Kale, giza nene la siku 3 lilikuwa ni pigo kwa Wamisri. Lakini tunafahamu ya kwamba lilikuwa ni kivuli cha tukio hili la Agano Jipya. Katika Yohana 8 mstari wa 12, Yesu alikuwa amewaambia wasikilizaji wake yeye ni nuru ya ulimwengu.
na kwamba watu wakimfuata hawaendi gizani. Na alikuwa amewaambia watamuua, lakini siku ya 3 atafufuka. Yani atatokea. Watamuona live. Sasa liangalie giza hili la Agano la Kale. Siku 3. Halafu kwenye Agano Jipya hatuendi kwa hizo siku 3, lakini Mungu ametuhurumia na amefanya masaa 3. Ila sehemu zote mbili 3 ipo. Siku 3, masaa 3. Ni sawa na kusema kwamba Mungu alikuwa anasema kwamba mnajifurahisha kuzima nuru ya ulimwengu. Na kweli kwa siku 3 mtakuwa gizani. Mtakuwa gizani kwa siku 3. Na kweli walifanya hivyo. Yani Yesu aliye nuru walifikiri wamemzima. Siku 3 hawakujua kinaendelea nini juu yake. Sivyo? Watapoteza matumaini na kuzima ndoto za kila aina. Wenye kukata tamaa na kujifungia ndani kama wanafunzi walivyofanya, walifanya hivyo. Na wenye kuona maisha hayana maana yoyote, wakaamua kujimaliza kama kina Yuda Iskariote, walifanya hivyo. Maana kuna tetesi wapo wanaosema kwamba hata Anasi alifanya hivyo au Kayafa, lakini sio kweli. Sasa na wale wenye kujisifu kwamba tumezima nyota yake, tumemaliza, watafanya hivyo. Watafanya sherehe na kufurahia kwamba yes, tumemweza. Sasa kinacho tuambia na kutusaidia ni kwamba giza lilikuwa nene kweli, lakini ambacho walikuwa hawajui, na huu ndio msaada wetu, ni kwamba hawakujua Mungu alifanya nini. Alikuwa anafanya nini kupitia lile giza. Mungu aliliacha giza kuonesha nguvu zake kwa mara ya mwisho. Maana kuanzia siku ya 3, kama ambavyo Waisraeli hawakuwa tena chini ya utumwa wa Misri, ndivyo itakavyokuwa kwa walimwengu wamfuatao Yesu. Hawatakuwa tena chini ya ulimwengu wa giza. Si giza, si kifo, si shetani havitawasumbua tena. Yeye aliye nuru ya ulimwengu amewapa tumaini toka gizani, amelifukuza giza, amekishinda kifo, na sasa wapo nuruni. Kifo cha Yesu kilikwenda na giza, kilitoweka na giza. Kufufuka kwake kutatuletea mapambazuko na mwanga wa moja kwa moja. Kama tunalileta jambo hili kwenye mazingira yetu, tunasema kwamba binadamu na watu walio waovu wanaweza jitahidi kuzima ndoto zako, watafurukuta kuzima nuru na kufisha kila aina ya karama iliyoko ndani yako. Lakini wanapokufungia hapa, kama umejikabidhi mikononi mwa Mungu, watashangaa unaibukia pale na huko unang'aa zaidi. Walimtundika Yesu mtini na wakahakikisha yupo kaburini. Kumbe hata humo kaburini hakukaa. Ndivyo inavyokuwa. Wanapokutumbukiza kwa shida hii au ile, wanafikiri hapo ndipo utakapomalizikia. Kumbe wewe hata hufikirii kwamba nipo hapa au pale, bali unamuuliza Mungu, sasa hapa tunafanyeje? Tunafanya kitu gani? Si ndivyo? Maana kwa Yesu kuwepo msalabani, tunaambiwa akaitoa roho yake, na kwa ile roho aliwaendea waliokuwa kuzimu, kama ambavyo Petro anasema. Ukisoma ile Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18. Unaona, kipindi yupo katika mwili, kuzimu kulikuwa hakufikiki. Lakini akiisha kuitoa roho yake, mwendo mmoja, kuna walio katika roho kuzimu wanahitaji kuambiwa mwana wa Mungu amekuja. Walimzuia hapa, kumbe wanamsaidia afanye jambo jingine. Nuru halisi huwa haishindwi na giza. Hiyo ndio principle. Mnaozima vipawa vya watu na kutafuta kila uwezekano wa kubeba nyota zao,
jipeni pole. Kama ambavyo kwa Yesu lilikuwa ni swala la siku 3. Kwa Daudi likawa swala labda la miaka 20. Kwa Danieli ikawa swala la masaa 12. Kwa Yusufu swala la miaka 13. Kwako pia unayefanyiwa haya linaweza kuwa swala la muda tu, lakini hatujui giza unaloliona litatoweka lini. Ila kwamba litatoweka, hiyo ni hakika. Je, ni baada ya masaa 3, masaa 12, siku 3, miaka 13, 20 au 40 kama kwa Musa? Mimi sijui, wewe hujui, ila Mungu anajua. Nuru inaweza kufifia muda fulani. Na muda huu ambapo nuru imetoweshwa kwako, unaweza kupata shida. Unaambiwa hata Musa alipomwambia Mungu, nionyeshe uso wako, Mungu alimwambia usijali, utaona, ila anakuweka hapo kwa ufa wa mwamba. Halafu muda huu ambapo Mungu alikuwa anapitisha jambo, alimfunika mkono wake, alifunika mkono kwenye uso wa Musa. Na muda huu Musa hakuona chochote. Ila baada ya kutoa mkono wake, Musa aliona mambo mengi. Aliona utukufu wa Mungu, lakini kwa mgongo. Ndugu zangu, kuna mtazamo unaosema kuwa giza lilitokea ili kuonesha kwamba hata mbingu zilihuzunika kwa sababu ya kifo kile. Inawezekana ni mtazamo, lakini hata kama siubishi mtazamo huu, napenda kuonesha kwamba jambo hili ni tata. Ikiwa ilikuwa ni huzuni, basi huzuni ile isingekuwa katika kifo cha Yesu, bali ni namna wale waliokeri ile mission ya kumuua Yesu walivyokuwa katili. Kwamba mbingu zisingehuzunika kwa sababu ya kufa kwa Yesu, maana kifo kile kilikuwa na kusudi, kilikuwa ni chenye faida tena kubwa. Maana tunasema kwa kufa kwake ulimwengu ulipatanishwa. Na Paulo anasema vizuri, Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hiyo Mungu alifurahi kuwa sasa mission accomplished. Kazi imekamilika. Hakuna mtu anahuzunika anapokuwa amekamilisha kazi. Ila njia ambayo hawa viumbe walimsulubisha Yesu, yani Mungu anawaona. Ndio maana kama unafuatilia, utasikia mwisho wa Kayafa na Anasi ulivyokuwa. Unaambiwa kabla hajafa, Anasi alichukuliwa vyote ambavyo alikuwa amevitegemea. Hekalu lilibomolewa, maana yake business yake yote ilikufa. Akavuliwa kwenye madaraka, na mkwe wake naye kavuliwa kwa madaraka. Halafu baadhi ya ndugu zake nao walikufa. Ni kama vile habari ya Zedekia, mfalme Zedekia. Kabla hajachukuliwa kwenda utumwani na kabla hajatobolewa macho, tukio la mwisho aliloliona lilikuwa ni la kufanyiwa vibaya wale wote waliokuwa around naye, wale walikuwa wanamzunguka, ambao aliwategemea kama angekuwa msaada wake. Kwa hiyo hapa kuna wakati tunajidanganya na kushikilia vitu hiki kile tukidhani kwamba tumaini lipo katika hivi. Tunajidanganya. Kila kitu ni cha muda tu. Giza litaendelea, lakini sio muda wote. Ni kipindi kidogo tu. Kwa hiyo hapa nahitaji kuliweka sawa jambo moja. Kuna wakati mbele yetu kuna shimo na ni lazima tulivuke. Kuna wakati huwa ni lazima tupitie mapito fulani ili jambo fulani litokee. Lakini wakati huu wa mchakato au mapito huwa kunakuwa na udhihirisho wa watu waovu na watu wema. Tabia za watu huwa zinang'aa zaidi. Aliye mwovu anaonekana ni mwovu pase, na aliye mwema vivyo hivyo. Kunakuwa hakuna eti labda, hapana. Kila mmoja tabia yake inadhihirika. Yaani ukitokea tu mkasa, ndio maana watu walisema kwamba changamoto ni nzuri, lakini tukiziendea vibaya, yani zinatudhihirisha kila moja tabia yake ilivyo. Maana kuna kuwa na wale
ambao wanatenda uovu bila kujali ni taasisi za dini au za aina nyingine. Kuna mambo unaweza kuona kwamba yametendeka mpaka unajiuliza kwamba hivi hata katika taasisi za kiroho mambo haya yanakuwa hivi. Sasa kunakuwa pia na wale ambao hadi mwisho wao na kweli hawaachani. Hao ndio akina Danieli mbele ya kifo cha kuliwa na simba, hawakuogopa. Hao ndio rafiki zake Danieli ambao mbele ya moto mkali kuwahi kutokea walisema sisi tabaki na Mungu. Na hao ndio akina Mtume Yohana mbele ya pipa lililochemshwa mafuta, anatumbukizwa humo, anasema nitabaki na Yesu. Hawaogopi. Kwa nini? Kwa sababu mapito ndiyo yanayowathibitisha. Tunaambiwa kwamba hata dhahabu ni ya thamani sana, lakini angalia joto la moto unaotumika kuyeyushia huko juu sana. Ni tofauti na boiling point ya maji, ni tofauti na boiling point ya shaba, ni tofauti na boiling point ya mkaa. Kwamba inachochewa na kuwa moto wa kiasi cha juu sana. Sasa baada ya hapo dhahabu imekuwa ya thamani sana. Kwa hiyo mapito yanawang'arisha. Ukitaka kujua muulize Hana. Atakuambia kwamba kama sio usumbufu wa Penina, Samuel asingetokea. Muulize Yusufu, atakuambia kama sio wivu wa kaka zake na uzushi wa mke wa Potifa, asingekwenda kifungoni. Kwa hiyo ambako akiwa huko kifungoni Misri, yani ndiko ambako kufumba na kufumbua alichukuliwa na kupelekwa wapi? Na kupelekwa ikulu. Lakini angalia kipindi anapitishwa kwenye shida zile, kaka zake wanamtenda hiki na kile. Ilikuwa ni shida kweli. Kwa giza lilikuwa kuu. Ibilisi alifikiri ameizima nuru ya ulimwengu, akafurahi kwa masaa, naam siku 3. Baada ya hapo nuru ile ilizalisha vinuru vingine vingi tu na vimeendelea kumulika. Ndio maana akina Petro baada ya kuona na kushuhudia kwamba Yesu yu hai, wanasimama kwa wale akina Kayafa, akina Anasa na kusema kwamba chagueni wenyewe, hivi tuwatii nini au tumtii Mungu? Kwa ujasiri wote. Lakini kabla ya hapo walikuwa waoga. Nuru ilipokuwa imezimwa walijifungia ndani, lakini sasa nuru imeleta mapambazuko, hawaogopi tena. Unaona? Nuru ilitoweka kwa muda. Kwa hiyo tukio hili ni kama lilikuwa la danganya toto kwa shetani. Jifurahishe tu kwa muda. Baada ya hapo huna nafasi tena. Jambo la pili ni tukio la kupasuka kwa pazia. Tena kutoka juu kwenda chini na sio toka chini kwenda juu. Huu ni muujiza. Juu kumefungwa, chini kuko wazi. Kuchanika kunatakiwa kuanza chini kuenda juu, kwa sababu hata huku chini watu wanakugusa mara kwa mara. Kwa hiyo ni kama kumetumika zaidi. Lakini pamoja na hiyo lilipasuka kutoka juu kushuka chini. Angalia Mathayo sura 27 mstari wa 51 na Luka 23 mstari wa 45. Sasa maana yake nini? Tunapata ujumbe gani hapa? Kinachokuja ni kwamba mwenye kulipasua alikuwa juu, na huko ndiko alikoanzia kutuambia amefanya lisilowezekana. Kwa nini alipasue pazia ambalo lilizuia watu wasimuone kuhani mkuu anafanya nini huko? Kwa nini alipasua pazia lililotenganisha mahali hapa patakatifu na mahali patakatifu? Anataka kusema nini huyu mpasuaji? Hapa kuna jambo la pekee, na mara kadhaa nimesema na alisema na tena na leo. Tofauti kati ya Ukristo na dini nyingine iko hapa. Kwenye Ukristo tunatendewa, tunakaribishwa. Hatuingii mahali ambapo tulikuwa tunastahili, ila tunaingizwa. Tumekaribishwa. Sheria zilikuwa zinazuia,
pazia lilikuwa kizuizi. Kuhani mkuu peke yake ndiye aliyekuwa anaruhusiwa kuingia huko ambako pazia lilikuwa linazuia. Lakini aliingia siku moja tu kwa mwaka, siku ya upatanisho, Atonement Day. Sisi tunaambiwa kwenye siku ambayo Mungu alikuwa anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa njia ya kifo cha msalaba cha mwanae, Mungu alifungua njia, aliondoa kizuizi. Sasa ni ruksa. Sisi sote tunaweza kumwendea Baba, tunaweza kuongea naye, tunaweza kumwambia shida zetu. Je, kwa kusema hivi ndio kumaanisha kwamba hatuwahitaji tena makuhani siku za leo? Hapana, tunawahitaji sana. Kazi ya kuhani sio tu kuingia patakatifu pa patakatifu. Kuhani ana majukumu mengi. Kama ataelewa kwa nini amekuwa kuhani. Kazi ya kuhani ni kuwaombea watu aliokabidhiwa kila siku, ni kuwafundisha mapenzi ya Mungu. Hasa angalia manabii walivyokuwa wanalalamika. Hosea alilalamika, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukienda kwa Malaki anakuambia imempasa midomo ya kuhani kutoa maarifa na kunena maarifa, kuyahifadhi maarifa, kwa sababu ni wajumbe wa Mungu na watu imewapasa kufuata, kutafuta maarifa kwa hawa watu wa Mungu. Maana yake waulize mapenzi ya Mungu ni nini katika hili na katika hili. Ukienda Agano la Kale, kuhani ni kama ndio aliyekuwa yardstick, alikuwa kipimo cha huyu ana ukoma au huyu hana. Kuhani alikuwa anajua dhambi ni nini. Sasa jiulize siku za leo, kuna nini kwenye makuhani? Kwa hiyo napozungumza habari ya kazi ya kuhani, sio tu kuingia patakatifu mara moja kwa mwaka. No. Ana kazi ya kufanya kila siku. Wale ambao nimewafundisha Kidugala nawaambia kwamba mkienda huko kwa sharika, chukueni database ya kila msharika na halafu fanyeni maombi kwa ajili ya hao watu. Jengeni link na hao watu, muwasaidie kiroho. Hizo ndio kazi za kuhani, kuhakikisha kwamba hao watu wanaendelea. Kwa kazi ya kuhani ni kuombea watu aliokabidhiwa kila siku. Kwa nini makuhani? Kama mnalisikia hilo basi ni vizuri. Wajibu wenu ni kusemezana na Mungu kwa ajili ya watu wenu kila siku. Lakini kwa habari ya kusemezana na Baba yetu aliye mbinguni, hapo tuache uvivu na kuwategemea akina nabii nani sijui mtume nani sijui. Tunahitaji kujua kuwa Baba anaweza kutusikia hata sisi tukiomba kwa moyo, na tena Baba anafurahi kuongea na kila mtoto, sio kupitia kwa kina fulani. Ukiona huwezi kuongea na baba yako, maana yake uhusiano wako na baba yako haupo sawa. Tafuta namna ya kutengeneza. Hawa akina fulani watusaidie kujua neno la Mungu na watufundishe mapenzi ya Mungu ni yapi. Kwa jukumu hilo tuwasumbue kila siku. Yaani kwa habari ya kutufundisha neno la Mungu, tuwasumbue kila siku. Na hapa mimi nataka kusema kwamba niko na wanafunzi wananikeep busy kweli kweli. Usiku na mchana hawajali umelala hujalala, umeoa hujaoa, watatuma tu ujumbe muda wote. Sasa Mungu awajalie neema makuhani wa Mungu. Makuhani hawa wafanye vema na kufundisha kazi ambayo wamepewa. Ni watu muhimu, tusipuuze. Na kwa kuwa wanatakiwa kuishi, tuone namna ya kuwatunza na kuwategemeza, wasiishi kama ombaomba. Hili nalo, hili la kulipana kwa sababu wanatusaidia kuongea na Mungu, hapo udesi kabisa. Pazia limepasuka kutusaidia sisi kumwendea Mungu wetu moja kwa moja. Tukazani kufanya hilo. Halafu kuna tukio la tatu. Na namna ya kulianza hapa, nahitaji kuliweka sawa kwa sababu sio jepesi hili. Ningekuwa nazungumza na mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Ulime, yeye anapokutana na mambo mazito au anapokuta mbele ya umati kuna jambo gumu, anasema kwamba jamani, tuweni makini. Hiki sio kichwa cha mbuzi tukajifunzia kutengeneza supu. Huyu ni ng'ombe mwenyewe. Kwa hiyo kabla ya kuparamia, tujiweke vizuri ili tunapoingia basi
tusikosee, maana tukikosea ndio mambo yameharibika. Kwa hiyo hapa nawaletea mistari ile ambayo Biblia imeandika. Maana yake tukio hili ni jembamba. Ukitelezea huku unaingia kusiku. Nasoma mistari ile ni Mathayo 27:51-53. Na tazama, pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili. Tumeshazungumza hili juu hata chini. Lakini kuanzia hapa, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Ikainuka mili mingi ya watakatifu waliolala, na wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, yani Yesu, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Na jaribu kufikiri kilichokuwa kinaendelea hapa. Hebu imagine, fikiri. Ulifiwa na ndugu yako miaka mingi iliyopita, huna hili wala lile, unamuona huyu hapa. Kama ulikuwa unakula, yani unakuta amesimama hapa, pap, ulikuwa unatembea, unashangaa yuko mbele yako hapa. Nadhani badala ya kufurahi kwamba wao ndugu yangu, hata kama wewe ni jasiri utashtuka, na kama una shida ya ugonjwa wa moyo ndugu yangu, unaweza kaanguka hapo hapo. Na hata kama huna nywele kichwani kama mimi, utashangaa nywele zinasimama mara moja. Sasa ndio utajiuliza kinachosimama ni nywele au ni nini? Mimi hata sijui. Maana yake kulikuwa na nguvu ya pekee. Kuna mtu mmoja anaitwa Charlie Chaplin alisema kwamba katika kufanya mambo yote mazuri tunahitaji upendo, hatuhitaji nguvu yoyote ile. Ila nguvu inahitajika pale tu tunapofanya uharibifu. Something harmful requires force or power. Niongeze tu kusema kwamba nguvu inahitajika pia tunapohitaji kupokonya, kuvamia na kukomboa. Nguvu inahitajika, tena sio kidogo. Kwa nini? Kwa sababu anayekuwa amekishika hicho kitu unachotaka kukikomboa huwa amekishika vizuri, amehakikisha kipo katika umiliki wake, in his control. Sasa wewe unayekwenda kukipokonya unahitaji mechanical means, nguvu ya ziada. Na nguvu inayohitajika inategemea na nguvu inayokishikilia kile kitu. Ndio maana wanaokwenda kufanya maombi huwa, yani kufanya maombezi, kama mtu amevamiwa na pepo au namna gani, huwa anakuwa amejiandaa vya kutosha. Wanapokwenda pale ni mapambano, ama zako ama zake. Kuna wakati nafika pale kwenye maombezi, mgonjwa pamoja na unyonge na udhaifu unaomuona anatoa sauti mpaka wengine wanakimbia. Yangu moja ananiambia wenzio wote walimkimbia akamwacha yeye kwa chumba, na hii kanitokea mwenyewe siku fulani. Sasa hapa nakuandaa ili uone nguvu iliyotumika wakati huu wa kumkomboa mwanadamu aliyekuwa ameshikiliwa kwa maelfu ya miaka na shetani. Tukio la Yesu kufa msalabani lilikuwa linabatilisha mtakufa hakika, na kwamba ujapokufa utakuwa unaishi. Sasa Mungu alichagua kukishinda kifo hicho kwa njia ya kifo cha mwanae. Tunasema dawa ya moto ni moto, nguvu ya kifo ni kifo. Lakini sio kifo cha kawaida kilichopaswa kushinda kifo hicho. Ni kifo cha mwana wa Mungu, na ninadhani ndio utaelewa kwa nini inasemwa kuwa ina thamani machoni pa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Zaburi 116 mstari wa 15. Sababu ni kwamba Mungu huwa amekusudia kufanya jambo fulani kupitia mauti ya wale ambao anadili nao, ana mkataba nao, ana jambo nao, ana agano nao. Kwa hiyo Mungu amekusudia kufanya jambo kupitia na mauti yao. Na mbili ni kwamba mwendo huo
huwa umemalizika kwa kutimiza kusudi fulani. It's a death with a purpose. Pazia kupasuka madhabahuni, yani maana pazia kupasuka, madhabahu zilishuhudia kuwa kuna nguvu ya pekee hapa imekuja. Maana hivi isingewezekana. Sasa hapa niwaambie watu wanaofurukuta kupambana na nguvu za madhabahu nyingine kwenye madhabahu ya Mungu. Madhabahu nyingi zilizojengwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu wa kweli, kuna viumbe wameleta nguvu za kutoka madhabahu nyingine. Na kwa sababu hiyo unaweza kushangaa kwamba mnaabudu, ibada ni kama zinakuwa kavu. Kila kitu kinachotendeka kwenye madhabahu makanisani mwetu unashangaa kuona ni kama hakuna matokeo. Tunafurukuta hakuna mabadiliko. Tunafurukuta hakuna mabadiliko. Sasa kuzingoa hizo nguvu inahitajika nguvu ya ziada. Na kufuatia kifo cha Yesu, ukiritimba wa makuhani wa muda mrefu ulishindwa. Kwa ile lugha nzito ya kule kwetu kule tunasema vaduegile, valevile, vanemile. Tafsiri yake kwa lugha iliyozoeleka na wengi ya Kiswahili, nguvu, yani walishindwa. Nguvu ya Mungu ilishinda. Ibilisi alishindwa, aduegile. Miamba kupasuka. Nguvu iliyotumika maana yake hata miamba haikuwa nyuma. Ilishindwa kustahimili. Yani mawe na ugumu wake unaambiwa ilipasuka. Sasa wewe nenda kafanye kazi ya kupasua miamba, ndio utaona shughuli ilivyo pevu. Lakini mbele ya nguvu za Mungu ilijipasukia bila kuguswa. Makaburi yalifunuka na miili ya watakatifu wengi ilitoka. Maana yake nguvu iliyokuja hata makaburi hayakustahimili. Kama waliomcha Mungu waliangushwa kikatili na kushikiliwa huko, kifo cha Yesu kilizibomoa nguvu hizo na kuwaseta huru kabisa. Ni miili ya kina nani hiyo? Bila shaka ni ya kina Danieli, ni ya kina Yusufu, ni ya kina Samuel, ni ya kina Isaya, ni ya kina Elisha na wengine wengi waliodumu katika mapenzi ya Mungu kabla ya ujio wa Yesu. Kwa hiyo kufufuliwa kwao kulikuwa kunatimiza neno ambalo Yesu alikuwa amesema yeye ni njia, kweli na uzima. Maana yake hata hao ambao walikuwa wamekufa kabla, mambo yao yalithibitishwa na huyu aliye njia. Kupitia yeye wanakwenda mji mtakatifu. Na kama alivyokuwa amekwisha kusema, wamwaminio yeye wajapokufa watakuwa wanaishi. Maana yake hata kama walikufa kabla yake, kabla hajaja kuhubiri, lakini kwa kuwa kulikuwa na namna ya kumwamini Mungu hata kabla ya hapo, hawa pia wamepewa nafasi, wanauingia utakatifu. Ndio maana muda huu wa makaburi, muda huu kulikuwa na makaburi ya waliokufa wakiwa hawamwamini Mungu na waliomwamini Mungu. Na Mathayo anaonesha kuwa makaburi yaliyofunuka ni ya wale watakatifu tu. Miili yao ilitoka. Maana yake halikuwa tetemeko la kawaida. Maana kama lingekuwa la kawaida yangefunguka na makaburi mengine pia. Lakini ni makaburi ya wacha Mungu peke yao ndio yalifunguka. Nini hiki? Maana yake viashiria vya kutenganishwa kati ya wacha Mungu na wasio mcha Mungu vilishaanza kudhihirika. Fikiri sasa tukio lenyewe la parapanda itakapolia siku ile itakuwaje? Tunaambiwa kwamba wapo watakao kimbilia milima au mapango, kwamba hebu tujifiche huku, hatustahimili hapa. Mapango yenyewe yatakimbia na kuacha solemba hapo. Wengi huwa wanauliza kuwa kuna wale waliokufa kabla ya Yesu hajaja duniani
Na kama Yesu pekee ndio njia ya wokovu, inakuwaje kwa habari ya hao? Tumeshaambiwa hapa. Tumeshaambiwa kwamba Yesu amekivuka kifo na wao unaambiwa wamefufuliwa. Maana yake kuna ushindi wa aina yake. Ndio maana kuna nyimbo za ushindi huimbwa kila kona. Kumbusha kuna pambio moja nilipenda siku hizo nikiwa na hubiri kwa Kiswahili, kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Yaani nikienda tu kwa fellowship, hili pambio nilikuwa silikosi. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Yaani kuna nguvu inayoweza kushinda kila kitu. Maana yake sisi tunapomwamini Mungu, sisi tunapomwamini Yesu, tunapoamini kwamba kifo kile kilikuwa ni kwa ajili yetu, yaani ile nguvu inakuja kwetu. Sasa kuna mafundisho tunayoambiwa mtu akifa anakuwa kaburini hadi siku ya mwisho. Na ndio maana hata tunapozika tunasema kwamba Yesu atakufufua siku ya mwisho. Hapa sijajua pana kaeje hapa. Theolojia yake ni kama haiko sawa sawa. Maana Yesu anasema kwamba nilipo atakuwepo, ajapokufa atakuwa anaishi. Ndugu zangu, hata ukiangalia kwa habari ya Yesu mwenyewe, alipokuwa pale msalabani, ile tu alipotoa roho, tunajiuliza ni kwamba alibakia pale, alikwenda kaburini, au ni mwili tu ndio ulibakia pale, ambao siku ya tatu roho ilirudia mwili na kisha akatoka nao na kuja kwa wazima. Sasa kwetu sisi jambo hili ni tofauti. Yesu alisaziwa mwili wake kwa kusudi maalum. Sisi ni kweli kwamba miili yetu inaweza kuoza kwa kaburi, lakini roho haibaki pale. Na tunaambiwa Yesu ndio mzaliwa wa kwanza wa wafu. Sasa kama hawa walifufuka, inakuwaje hapa? Mbona hawa wafu walitoka siku ambayo Yesu alikuwa anakufa hata kabla hajarudi? Si ndio tuseme basi hawa walikuwa wazaliwa wa kwanza? Kuna maswali magumu hapa ambayo kama nilivyosema mwanzoni, hii sio kichwa ya mbuzi ya kujifunzia kutengeneza supu. Kuna kaugumu fulani hapa. Lakini tujiulize jambo moja. Hivi Yesu aliposema imekwisha na kisha akaitoa roho yake, nini kilibaki pale msalabani? Na kilicholazwa kaburini ni nini? Mara zote mimi naamini na ninasema sidhani kama hata sekunde moja Yesu alibaki mle kaburini. Pale ulibakia mwili tu. Roho yake, kama Petro asemavyo, ilikwenda kwa waliokuwa wafu. Kwa walikokuwa wafu. Iangalie mistari hii. Nasoma Petro wa kwanza sura ya 3:18-19. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri. Unaona? Kuna wakati nilizungumza na kuandika habari za wafu wako wapi na wanafanya nini. Kama hujapata andiko hilo au kitabu hicho, kitafute. Lakini leo nilivuviwa kuzungumza nawe juu ya matukio haya matatu yaliyotokea kwa sababu ya kifo cha Yesu. Yaani kifo cha Yesu ndicho kilichosababisha yatokee. 1. Giza nene juu ya nchi kwa muda wa masaa 3. Na hapa nimefafanua na kusema kwamba Mungu aliwaacha hao watu wajifurahishe kwa muda tu mfupi. Lakini baada ya hapo giza halitakuwa na nafasi tena. Na nikasema katika uhalisia wa maisha yetu kuna uwezekano, kuna wakati unapitia kwenye mapito mengi magumu ambayo hata unashindwa kuelezea, na unajiuliza nitatokaje hapa. Usikate tamaa. Kutapambazuka tu. Giza nene, yes, litakusumbua. Mapito ni magumu, yes,
lakini yana mwisho. Si ndivyo? Halafu kupasuka kwa pazia tena likianzia juu. Nimesema hili jambo Mungu alikuwa anatuambia kwamba sasa kilichokuwa kinazuia tusimfikie Mungu kimeondolewa. Yesu amekuja kukiondoa, ametupatanisha. Sasa tuna access ya kuingia kwake na kumwambia Baba, nimekosa. Baba, nina furaha leo. Baba, nina 1 2 3. Zungumza na baba yako vizuri wakati wote upendao. Unatembea, unalala, unakimbia, unafanya kazi, uko dukani, unalima, uko ofisini, unafanya nini? Sema naye. Na wale walioimba sema nami Bwana, sema nami Bwana, sema nami Bwana, sema naye. Halafu kwenye tukio la kufunguka kwa makaburi ya watakatifu, kupasuka kwa miamba, hapa nimesema hata kama ni jambo gumu, tunachopata tumaini ni hiki: kile ambacho Yesu alikuwa amekisema kabla. Mtu yeyote anayemwamini ajapo kufa, kifo sio mwisho, atafufuka. Na akapenda kuonyesha, kudhihirisha kilichowakuta wale ambao walikuwa wamekufa kabla yake. Maana yake Yesu anathibitisha maneno yake kwamba ni kweli. Tumemwamini, tunapokufa tunakuwa naye. Tupo kwenye ulimwengu ambao giza na mapito magumu yanatuvuruga mara kwa mara. Kuna wakati ambao tunaweza kukata tamaa, na Mungu anajua kabisa kwamba kuna magumu kiasi hicho. Unajua Mungu alichokifanya? Ameamua kuja kuishi mwenyewe ndani yetu ili atusaidie kushinda kile ambacho sisi tunakishinda. Kwa hiyo tuendelee kumwamini, tumwishie yeye na tumpe fursa ya yeye kutusaidia. Tukifanikiwa hilo, I tell you, hakuna siku tutaogopa hata kama watachukua vyote. Hakuna siku tutaogopa hata kama watatuzuia kwa hili au lile. Hakuna siku tutaogopa hata kama watakizima hiki au kile, kwa sababu Mungu wetu hashindwi. Mungu wetu ni nuru, na kama yeye ni nuru, anaona kila vitimbwi. Kuna nguvu katika yeye, nguvu ya ushindi. Sasa nitaomba na wewe kabla ya baada ya kuimba huu wimbo. Naomba tuimbe ili tuone kwamba asili ya nguvu zetu iko wapi, na baada ya hapo nitafanya maombi. Tutaimba wimbo wa 91, ni damu idondokayo. Ni damu idondokayo. Ni damu idondokayo mwilini mwa Yesu, wakosaji wakioga husafishwa kweli. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekutana na kufa kwa ajili yangu. Ilimpatia wokovu mwizi pale mtini, nami nisiyemtafuta inanisafisha. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekutana na kufa kwa ajili yangu. Shaushi aliyemlinda Yesu akiteswa, naye akamshuhudia ni mwana wa Mungu. Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekutana na kufa kwa ajili yangu. Nipe ulimi mpya Yesu wa kukuimbia, Baba yetu tamtukuza jina lake pekee.
Bwana wangu, Mungu wangu, uzima wangu, umekutana na kufa kwa ajili yangu. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo ulitupatia kwamba tuwe na kipindi kama hiki siku ya leo, kutafakari tukio hili ambalo Mungu ulilifanya, tukio hili ambalo lilisababisha matukio mengine kutokea. Asante kwa ajili ya kila ambaye aliutoa muda wake kwa ajili ya kusikiliza. Baba, ninapenda muda huu kuomba kwa ajili yake. Miongoni mwa hao waliokuwa wanasikiliza, wapo ambao afya zao ni shida, wanaumwa. Ni kama nuru inataka kuzimika, nuru ya afya kwao haipo sawa sawa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakusihi kwa rehema, upendo na baraka zako, kwa nguvu ile ile ambayo ilipasua miamba ikafunua makaburi, nakusihi iwaangazie watu hawa wenye shida ya afya, na kusihi kwa rehema zako uwaponye, na kusihi kwa nguvu zako, ile nguvu iliyofunua makaburi na kuifanya mifupa iliyokaa muda mrefu ikaleta mtu aliye hai. Basi Baba, katika jina la Yesu, nyama hizi ambazo ni dhaifu, miili hii ambayo ni dhaifu, iwe ni moyo, iwe ni mifupa, iwe ni ubongo, iwe ni kichwa, iwe ni shingo, iwe ni mgongo, iwe ni miguu, iwe ni tumbo, shida iwayo yoyote ile, katika jina la Yesu Kristo, kama kuna vifungo vinavyofunga, basi ile nguvu iliyopasua pazia ikapate kuwaseta na hawa huru, ikafungue kila aina ya kifungo. Sante Mungu kwamba wewe peke yako umwema. Wapo ambao wamekuwa wakitafuta kazi, ajira, miaka nenda rudi, wanajitahidi kuzunguka katika hili na lile, lakini wanashindwa. Mambo yao yamefungwa mahali fulani. Kuna vitu vinashikilia bahati zao, vinashikilia nyota zao, vinashikilia vipawa vyao, havitumiki. Katika jina la Yesu Kristo, nguvu ile ile iliyopasua miamba, nguvu ile ile iliyoshusha pazia likapasuka, nguvu ile ile iliyotetemesha ardhi, itetemeshe na kila kitu ambacho kimefunga watu hawa huko wasipate kufanikiwa. Katika jina la Yesu Kristo wakapate kufanikiwa. Mungu Mwenyezi, Baba yetu wa mbinguni, wewe peke yako unajua nani anafanya kazi wapi na kwa nini mahali hapo hapana amani kwake. Wako ambao wanafanya kazi kwenye vituo ambavyo vimefanya mikataba na Ibilisi. Kwa kila wakifika kwenye vituo hivi vyao vya kazi, wanashindwa kutokeza mafanikio yanayotarajiwa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaomba na kufungua vifungo vyote hivyo katika damu ya Yesu Kristo. Damu ile iliyoshusha upako siku ile, damu ile iliyoshusha nguvu siku ile, kifo kile kilichoshusha kishushe na leo mahali hapo ambapo watu hawa wanafanya kazi. Miongoni mwa watu hawa waliokuwa wanasikiliza, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wanajishughulisha katika shughuli za kilimo, shughuli za biashara na shughuli za kila aina. Kwa bahati mbaya, kila siku uchumi wao umebakia kuwa duni. Kuna vitu vinafunga uchumi wao usiendelee. Kuna vitu vinafunga wasiendelee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wao waliimbilizia, iwe ni nguvu za kuzimu, nguvu za mababu, nguvu za mizimu, nguvu za mapepo, za giza, zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Na kusihi Baba, katika jina la Yesu Kristo, nguvu ile ile iliyopasua miamba, basi ikapate kupasua na vifungo hivyo, ikapate kuchana kila aina ya kifungo, ili watoto wako wapate kufanikiwa. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wapo watu ambao wanaishi katika ndoa na kwenye mahusiano ambayo kila siku ni varangati tu, kila siku ni shida, kila siku ni fujo, hawapati amani hata kidogo. Na kusihi Baba, katika jina la Yesu Kristo, vile vinavyosababisha amani, kama kuna vinavyosababisha ugomvi, kama kuna mahali ambapo amani imetoweka kwa sababu ya vifungo fulani,
katika jina la Yesu Kristo, visiwe na mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo, na nguvu ile ile ambayo ilibatilisha mauti, ilibatilisha vifungo vile vya pazia, basi ikabatilishe nao pia. Asante Mungu kwamba wewe peke yako unaweza kutenda makuu. Waangalie wale wanaoishi katika mazingira ambayo hawana amani hata kidogo. Kuna vita, kuna fujo za kila aina. Ikumbuke Israeli na majirani. Wakumbuke watu wa Syria, wakumbuke watu wa Ukraine na ugomvi wao na majirani zao Russia. Tunaomba pia hata kwa ajili ya jirani zetu wa Kongo, na hayo yanayosemwa ikiwa kuna majirani wanajipenyeza hapo na kwenda kufanya fujo pale. Baba, ingilia kati, leta amani. Kama ambavyo wengine waliimba, leta amani, amani yako. Tunaomba sana Baba, uwajalie amani watu hao. Lakini pia tunaomba kwa ajili ya taifa letu Tanzania, na kipekee muda huu tunapoelekea uchaguzi. Kuna mambo mengi, kafara nyingi zitatolewa, wengi watapoteza haki zao. Tunakusihi Baba, katika jina la Yesu Kristo, simama katikati, wasaidie watu kupata haki zao, wasaidie watu kutenda haki. Wewe uliye mwenye haki, usiyemtazama mtu usoni, tunaomba kwa ajili ya watu wote. Wapo watakwenda kuchukua fomu na wana sifa zote, lakini kwa sababu tu ya kukosa haki kwa baadhi ya watawala watanyimwa nafasi. Mungu wetu ni Baba yetu wa mbinguni, tunakusihi uingilie kati, uwasaidie. Tunaomba rehema zako, tunaomba mwanga wako, nuru yako na nguvu zako zipite kwenye kila chama, zipite kwenye kila ofisi, zipite kwenye kila mlango. Kaweke wangojezi wenye kutenda haki. Tunaomba pia hata kwa ajili ya kanisa lako mahali pote ulimwenguni, lakini kipekee kwa ajili ya nchi yetu. Baba, unafahamu kwa hakika namna ambavyo utumishi ulivyo na changamoto nyakati za leo. Mahali fulani tunawiwa kuwa waaminifu, na mahali fulani changamoto za maisha au miili zinadai, uchumi unatudai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuhurumie. Uwape neema yako watumishi kusimama na kusimamia haki, kusimama na kusimamia kweli. Maana wengi tayari wameshauza haki zao, wameshauza kweli yako, wanaishi tu kufuata upepo. Tunasihi kwa rehema yako kuu, kwa upendo wako wa kweli, Baba, uingilie kati, ulete nuru ya kweli kwenye makanisa haya. Komboa kanisa lako, Bwana Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Nyakati za Yeremia, nyakati za Ezekiel na nyakati za Hosea, za Isaya, ulilalamika kwamba watumishi wako sio waadilifu. Nyakati za kuhani Eli, mambo yalionekana kuwa yameharibika kabisa, hata ukalazimika kuleta kuhani mwingine. Sijui sana hali yetu makuhani leo ikoje, lakini kwamba kuna vilio vingi huko na huko, watu wakilalamika kutendewa ndivyo sivyo kwa sababu tu kuhani anafanya tofauti, ni vingi. Na kusihi Mungu wa rehema, Baba wa kweli, wewe uliyebatilisha kile kizuizi kwa kupasua hekalu lile, kwa kupasua lile pazia hekaluni, na kusihi hata siku za leo uangaze nuru yako katikati ya kanisa lako, katikati ya watumishi wako, na utupe kile ambacho Baba tunakistahili. Tunangojea ukombozi wa kweli kutoka kwako. Tunakusihi uingilie kati. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe unatenda makuu. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe unatenda maajabu. Tunakuomba uendelee kutenda maajabu hata nyakati za leo. Watu wako wapate neema, watu wako waishi na wewe. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe unasikia tukikuomba na unatenda likupendezalo kwa ajili ya utukufu wako. Uhimidiwe sasa na hata milele, kwa Yesu Kristo.
Amen. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Nikutakie wakati mwema na Mungu akusaidie katika yote. Amen.